Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hii leo Bongo Super Media tuko hapa kuangaza waigizaji, lakini pia wasanii na watangazaji ambao walifanya vizuri miaka ya nyuma, lakini hivi sasa hawapo tena duniani. Hii ni video ambayo inawahusu watu hawa, lakini pia utapata fursa ya kuweza kuwafahamu kwa ufupi tu watu hawa. Sasa wewe mtazamaji wa Bongo Super Media, cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tumwangaze mtu namba moja. Namba moja anaitwa King Majuto. Huyu ni mmoja ya mwigizaji wa comedy ambaye alifanya vizuri sana miaka ya nyuma, na historia yake mzee Majuto aliwahi kusimulia ya kwamba yeye alianza kufanya comedy tangu hata masuala ya TV hajapamba moto. Hivyo alikuwa akifanya comedy katika stesheni mbalimbali za redio, zile michezo za kwenye redio. Kipindi hiko King Majuto alikuwa akifanya. Amefanya sana King Majuto, na huyu King Majuto ndio mfalme wa comedy Tanzania. Alizaliwa mnamo mwaka wa 1948 katika mkoa wa Tanga, lakini alifariki dunia mnamo mwaka wa 2018. Wakati huo King Majuto alikuwa na umri wa miaka 70. Watu wengi sana walimpenda kutokana na ubora wa filamu ambazo alizokuwa akicheza, lakini pia ucheshi ambao yuko nao, lakini pia maneno ambayo alikuwa akiyazungumza. Watu wengi walimpenda. Huyo ni namba moja, mtu ambaye alipendwa na watu wengi kutoka hapa nchini Tanzania, lakini kwa sasa hayuko tena duniani, King Majuto. Namba mbili, huyu ni mwigizaji wa Bongo Movie. Anafahamika kwa jina la Adam Kuambiana. Huyu ni mmoja ya mwigizaji ambaye amecheza filamu nyingi mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania ambazo zimefuatiliwa na watu wengi katika maeneo tofauti na kujizolea umaarufu. Na mara nyingi Adam Kuambiana nywele zake alionekana ameweka brichi ama zina mvi hivi. Ndio muonekano ambao Adam Kuambiana mara kadha wa kadha alikuwa akionekana nao katika filamu zake mbalimbali. Adam Kuambiana alizaliwa mnamo mwaka wa 1976, lakini alifariki dunia mnamo mwaka wa 2014. Wakati huo Adam Kuambiana anafariki dunia alikuwa na umri wa miaka 49. Huyu ni mwigizaji wa Bongo Movie ambaye alipendwa na watu wengi na wapenzi wengi wa Bongo Movie. Mpaka hii leo tasnia ya uigizaji inamkumbuka Adam Kuambiana. Namba tatu, Sharo Millionaire. Huyu watu wengi wanamfahamu. Alikuwa ni mwigizaji, lakini pia alikuwa ni mwanamuziki ambaye alifanya vizuri sana kwa kipindi cha nyuma. Alikuwa ni moja ya mtu maarufu zaidi kwa kipindi kile. Sharo Millionaire alikuwa ni maarufu kuliko hata Diamond Platinum. Sharo ni mtu ambaye aliweza kujitofautisha yeye na waigizaji wengine, lakini pia yeye ni mtu ambaye alijitofautisha yeye na wasanii wengine kulingana na mazingira na mavazi aliyokuwa akiyavaa. Sharo Millionaire alizaliwa mnamo mwaka wa 1987, lakini alifariki dunia mnamo mwaka wa 2012 kwa ajali ya gari katika mkoa wa Tanga, sehemu inayoitwa Muheza. Wakati Sharo Millionaire anafariki dunia alikuwa ni kijana tu mwenye umri wa miaka 25. Kwa maana yake Sharo Millionaire alifariki akiwa bado kijana mdogo kabisa. Sharo watu wengi walimpenda kutokana na staili yake ambayo alikuwa amejiwekea ya kitofauti zaidi, lakini pia muondoko wake aliyokuwa akitembea ni moja ya vivutio ambavyo vilimfanya watu wengi wampende Sharo Millionaire. Aliacha pengo kubwa sana katika tasnia ya uigizaji, lakini pia Sharo Millionaire aliacha pengo kubwa katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Mtu namba 4, huyu ni moja ya mwigizaji ambaye watu wengi walilia na kusaga meno mara baada ya kupata taarifa ya kwamba ameiaga dunia, na mtu huyu anaitwa Grace Mapunda. Grace Mapunda, moja ya mwanamama ambaye ameanza kuigiza tangu miaka ya nyuma kabisa, lakini pia mpaka kufikia mwaka wa 2024 alikuwa akicheza katika filamu iitwayo Huba. Mwanamama huyu alizaliwa mnamo mwaka wa 1969 jijini Mwanza,
na amefariki dunia mnamo mwaka 2024. Grace Mapunda amekuwa ni moja ya muasisi, unaweza kusema hivyo, wa Bongo Movie kutokana na ukongwe aliyokuwa nao. Ameshiriki katika kazi mbalimbali za Bongo Movie na watu wengi wanamfahamu Grace Mapunda kwa ubora wa kazi zake ambazo amekuwa akizicheza. Hata alipofariki dunia, kazi ambayo alikuwa anaifanya ni kazi ambayo inaruka DSTV, kazi inayoitwa Huba, na alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 55 na ameacha watoto kadhaa. Grace Mapunda, mmoja wa mwigizaji bora sana wa kike kuwahi kutokea nchini Tanzania. Namba 5, Kinyambe. Huyu ni mzaliwa wa mwaka 1985. Alikuwa ni mmoja ya mwigizaji bora sana katika upande wa comedy. Kinyambe aliweza kujizolea umaarufu mkubwa sana kutokana na staili yake ya utembeaji, uongeaji wake, lakini pia staili yake ya nywele. Vilikuwa ni vitu vya kuvutia ambavyo viliwapendeza watu wengi. Kinyambe alijizolea mashabiki wengi kipindi hiko, alijizolea wafuasi wengi kwa kipindi hiko kutokana na staili ya kipekee ambayo yeye mwenyewe Kinyambe aliitengeneza. Na Kinyambe alifariki dunia mnamo mwaka wa 2016. Alifariki akiwa bado kijana tu. Kinyambe alifariki akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka 31. Huyu ni mmoja ya mchekeshaji bora sana kuwahi kutokea nchini Tanzania na alikuwa na mashabiki wengi kweli kweli. Kinyambe, nadhani wale wakongwe ya Bongo Movie lakini pia wapenzi wa comedy watamkumbuka zaidi Kinyambe kutokana na kazi zake alizokuwa akizifanya. Namba 6, Samu wa Ukweli. Huyu ni moja ya mwanamuziki ambaye alifanya mabalaa kweli kweli enzi ya uhai wake na watu wengi wanamkumbuka kwa vibao vyake mbalimbali. Moja ya kibao chake ambacho kilifanya vizuri kweli kweli ni ule wimbo Hata Kwetu Wapo. Ni moja ya kibao ambacho kilifanya vizuri sana, kikamtambulisha Samu wa Ukweli. Nikumbuke tu wakati Samu wa Ukweli anatoka, wakati huo Samu wa Ukweli ndo alikuwa ni maarufu, yani kuliko hata Diamond. Diamond alikuwa akisubiri kwa kipindi hiko wakati Samu wa Ukweli anahiti ama anaweka miaka 2005 2006 kusonga mbele. Samu wa Ukweli alikuwa ameshikilia game ya Bongo Flava, alikuwa akiachia nyimbo tofauti na alikuwa ni moja ya mtu ambaye aliweza kuipeperusha bendera vyema ya taifa la Tanzania katika upande wa Bongo Flava. Kifo chake kiliweza kuzua gumzo kweli kweli, kila mtu alizungumza la kwake. Wapo watu ambao walisema kwamba Samu wa Ukweli alifariki dunia kwa kuwa na ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini, lakini pia watu wengine walisema kwamba Samu wa Ukweli alifariki kwa magonjwa mbalimbali. Wengine wakasema kwamba Samu wa Ukweli alikufa kwa mapenzi ya kwake Mwenyezi Mungu, lakini mpaka hii leo haijulikani ukweli ni upi kuhusiana na kifo cha Samu wa Ukweli ambaye alifariki dunia mnamo mwaka wa 2018. Ndipo Samu wa Ukweli alifariki dunia, moja ya msiba ambao ulizua gumzo kweli kweli nchini Tanzania. Watu wengi walihuzunika kutokana na kifo cha mtu huyu ambaye alikuwa akipendwa sana na wapenzi wengi wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Namba 7, Charles Hilary. Huyu ni mtangazaji aliyeweza kutangaza kwa mafanikio makubwa kabisa katika televisheni ya BBC pale London nchini Uingereza. Lakini pia mtu huyu Charles Hilary amezaliwa Zanzibar nchini Tanzania na alizaliwa mnamo mwaka wa 1959 na amefariki dunia mwaka wa 2025 akiwa ni mtu mzima kabisa, umri umeenda, mwenye umri wa miaka 65. Ndipo Charles Hilary akafariki dunia, maana alipotoka London alifikia Tanzania na akaweza kujiunga na Azam TV. Mara baada ya kutoka Azam TV alienda kuwa msemaji mkuu wa serikali katika serikali ya Zanzibar, na baadaye umauti ukamfika Charles Hilary, moja ya mtangazaji nguli kweli kweli kutoka hapa nchini Tanzania. Namba 8, Mzee Jengua. Mzee Jengua ni moja ya mtu maarufu zaidi. Huyu mzee alikuwa anafahamika zaidi kutokana na ukali aliyokuwa nao, lakini pia
Mzee Jengua alikuwa na aiba ya kipekee kabisa katika tamthilia mbalimbali alizokuwa akizicheza ama katika movie mbalimbali alizokuwa akizicheza. Mzee huyu, Mzee Jengua, alizaliwa Mkuranga katika mkoa wa Pwani na amefariki dunia mnamo mwaka wa 2020. Watu wengi walipendezwa na kazi zake Mzee Jengua. Katika kazi ya Maneno ya Kuambiwa ni moja ya kazi ambayo ilimpa umaarufu zaidi maradufu kutokana na jinsi ambavyo Maneno ya Kuambiwa alivyoicheza filamu hiyo. Ni kama kwa sasa mzee huyu, Mzee Jengua, angekuepo, basi angekuwa ni miongoni mwa mtu ambaye ameshiriki katika filamu nyingi zaidi hapa nchini Tanzania kutokana na kupendwa na madirekta wengi ama waongozaji wa movie wengi. Vipi mtazamaji Bongo Spa Media, ulikuwa ukimkubali mzee huyu Jengua ambaye amefariki mnamo mwaka wa 2020? Namba 9 ni kipenzi cha Watanzania, anaitwa Stephen Charles Kanumba, mzaliwa mwaka wa 1984. Alizaliwa katika mkoa wa Shinyanga. Huyu unaweza kusema kwamba ndio muasisi wa Bongo Movie kufika mbali. Stephen Charles Kanumba alifariki mnamo mwaka wa 2012, lakini tazama, tangu mwaka 1980 alipozaliwa kufikia mwaka 2012 alikuwa ni star mkubwa zaidi nchini Tanzania. Katika upande wa filamu, Kanumba amecheza filamu mbalimbali. She Is My Sister, moja ya filamu bora kabisa kutoka kwake Stephen Kanumba, na filamu hii aliweza kuwashirikisha watu kutoka nchini Nigeria. Unaweza ukaona mtazamaji Bongo Spa Media, yani miaka hiyo ya 2010 Kanumba aliweza kushirikisha wasanii mbalimbali kutoka Nigeria, akacheza movie kama She Is My Sister, lakini pia kuna movie nyingine ilikuwa inaitwa Dar to Lagos, kutoka Dar es Salaam mpaka Lagos nchini Nigeria. Ni movie ambayo Stephen Kanumba aliicheza kwa kipindi hicho. Ilikuwa ni miaka ya kiza, miaka ya nyuma zaidi, miaka 2008 2009. Kanumba alicheza movie hizo mpaka kufikia mwaka 2012 akawa amefariki dunia. Unaweza kuona ni jinsi gani mtu huyu alikuwa tayari ana shabaha ya kufika mbali, alikuwa na malengo ya kufika mbali. Yani miaka ya 2000 mwanzoni kabisa, yeye tayari alikuwa ashafanya kazi na wa Nigeria. Lakini pia kazi Kanumba ambayo alipiga kenda viral zaidi iliitwa The Devil Kingdom, kazi ambayo alicheza na msanii kutoka pale nchini Ghana anayefahamika kwa jina Ramsey Nouah. Huyu mpaka hii leo yupo. Wengine wakasema kwamba ile kazi ya Devil Kingdom ndio ilimfanya Kanumba mpaka akafariki duniani. Kazi ya Freemason, kazi ya kishetani, The Devil Kingdom, ufalme wa shetani. Kwa wale ambao wanaikumbuka movie hiyo, ni ile Kanumba alikuwa na maisha magumu, akutana na Ramsey Nouah ambaye alikuwa amejiunga katika chama cha washirikina ambacho kinagawa fedha. Kanumba kajiunga huko. Sasa mara baada ya Kanumba kufariki dunia, watu wakaunganisha doti kwamba movie hiyo ndio chanzo. Alikuwa amejiunga katika mambo ya kishirikina. Kanumba alifariki dunia mwaka 2012 jijini Dar es Salaam, na alifariki akiwa bado kijana mdogo tu mwenye umri wa miaka 28. Namba 10, huyu anaitwa Sajuki, moja ya mtu ambaye watu wengi walimlilia na kusaga meno mara baada ya kufariki dunia. Sajuki aliteseka. Sajuki aliumwa kweli kweli. Sajuki aliteseka sana mpaka anafariki dunia mnamo mwaka 2013. Hakika aliweza kumwacha mwanamke aitwaye Wastala, lakini pia na mtoto mmoja aliweza kuzaa naye. Sajuki alikuwa ni moja ya mwigizaji bora sana nchini Tanzania na alishiriki katika filamu mbalimbali na alicheza filamu hizo katika ubora mkubwa sana. Sajuki mpaka pale umauti ulipo mkuta mwaka wa 2013. Huyu ni moja ya mtu ambaye aliweza kuipambania Bongo Movie. Namba 11, Pembe. Huyu watu wengi mnamfahamu. Kwa wale wapenzi wa comedy watakuwa wakimkumbuka zaidi. Pembe mara nyingi ama mara kadha alikuwa akicheza filamu na mtu kama Senga, lakini pia alikuwa akicheza filamu na mtu kama King Majuto, lakini pia alikuwa akicheza filamu na mtu kama Kingwendu. Katika orodha ya watu ambao nimekutajia hapo wanne, tayari wawili wameiaga dunia ambaye ni King Majuto pamoja na Pembe. Pembe amefariki dunia mnamo mwaka 2024. Hakika msiba wake uliwauma watu wengi, lakini mmoja ya mtu ambaye msiba huu ulimgusa zaidi ni rafiki yake Senga. Senga aliguswa na msiba huu kuliko watu wengi kweli kweli, lakini pia hata Kingwendu ni miongoni mwa mtu ambaye aliguswa zaidi na msiba wa Pembe. Mtazamaji Bongo Spa Media, moja ya muasisi wa comedy nchini Tanzania, Pembe
alifanya vizuri sana kwa ubora wake tangu miaka ya nyuma mpaka kufikia mwaka 2024. Pembe anafariki dunia, akaacha tasnia comedy kwa watu wengine. Namba 12 anaitwa Albert Mangwea. Watu wengi wanamfahamu kwa jina la King of Freestyle. Jamaa huyu alikuwa ni rapa noma kweli kweli, rapa hatari kweli kweli, ambaye alifanya vizuri kwa miaka ya nyuma nchini Tanzania, na alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye anakubalika na watu wengi ambao wanapenda hip hop. Albert Mangwea huyu ni mzaliwa wa jijini Mbeya. Alizaliwa mnamo mwaka 1982, lakini alifariki dunia mnamo mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 31. Hakika msiba wake uliwagusa watu wengi. Hapa kwa Albert Mangwea ngoja nichomekee kidogo na mtu anaitwa Godzilla. Godzilla naye alikuwa ni miongoni mwa rapa bora kweli kweli kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania, ambaye alifanya makubwa kweli kweli katika muziki wa hip hop nchini Tanzania. Lakini pia King Kiki, moja ya mwanamuziki bora kutoka nchini Tanzania, alifariki dunia mwaka huu wa 2025. Bila kumsahau Dida Shaibu, mtangazaji wa Wasafi Media ambaye alikubaliwa na watu wengi kweli kweli. Alikuwa akifanya kipindi cha Mashamsham ambacho kinaruka Wasafi. Dida amefariki dunia, akaacha mtoto mmoja. Moja ya msiba ambao uliwagusa watu wengi kweli kweli, msiba ambao ulimgusa mpaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia aliguswa na msiba wa Dida, lakini pia Dr. Samia aliguswa na msiba wa Grace Mapunda, bila kusahau msiba wa Job Ndugai. Ni msiba ambao umemgusa zaidi Dr. Samia kwa sababu ni mwanachama mwenzake wa Chama cha Mapinduzi. Ni moja ya msiba ambao ulimgusa zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mtazamaji wa Bongo Super Media, katika upande wa gospel, kwa maana katika upande wa nyimbo za Injili, yupo mwanamuziki ambaye amefariki dunia na watu wengi wameumizwa na msiba wake. Anafahamika kwa jina la Malko Zabron. Huyu ni moja ya mwanamuziki wa nyimbo za Injili ambaye alikuwa akifanya kazi katika kundi la Zabron Singers, na aliweza kufanya kazi kwa muda mrefu na kupata mafanikio makubwa akiwa katika kundi hilo la Zabron Singers. Huyu Malko Zabron alifariki mnamo mwaka 2024 akiwa bado kijana mdogo kabisa. Aliacha mke na watoto watatu. Huyu makazi yake ni Shinyanga, katika eneo la Kahama ndipo makazi yao yalipokuwepo, na kundi la Zabron Singers linapatikana Kahama. Hivyo basi aliweza kufanya kazi kwa ubora kabisa kutokana na kuwa na kundi ambalo lilikuwa ni kama familia, kwa sababu katika mahojiano yake huyu Malko Zabron aliwahi kusema kwamba wale Zabron wote ni ndugu, kwa maana yake ni watoto wa mjomba, mtoto wa kaka, mtoto wa mamdogo, wote wale unaoona katika kundi la Zabron Singers, hili ni familia moja. Ndio maana mara kadha wa kadha watu wengi wanawaona watu wale wale wakiimba kutokana na kuwa hawa ni ndugu wa familia moja. Hivyo Zabron Singers wamepoteza mtu muhimu sana katika kundi lao. Hiyo ni listi ya mastaa mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania ambao walipendwa zaidi na watu waliwapenda, lakini Mungu akawapenda zaidi. Mtazamaji wa Bongo Super Media, kutokana na orodha hii ndefu ambayo nimekutajia ya watu ambao wamefariki dunia, we ni msiba gani ambao ulikugusa zaidi? Msiba wa King Majuto, msiba wa Adam Kwambiana, Sharo Millionaire, Grace Mapunda, Kinyambe, Samu Ukweli, Charles Hilal, Mzee Jengua, Steven Charles Kanumba, Sajuki, Pembe, Mangwea, Malko Zabron, Job Ndugai na wengine wengi. Je, ni msiba upi ambao ulikugusa zaidi? Unaweza kuniandikia misiba yako mitatu ambayo imekugusa zaidi. Mtazamaji, na kufikia hapa sisi leo Bongo Super Media hatuna la ziada. Sisi tunaweka nukta katika video hii. Maoni yako ni muhimu sana, andika hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia kama ikiwa ndio mara yako ya kwanza mtazamaji Bongo Super Media kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali.
uchambuzi mbalimbali ambao unawekwa hapa Bongo Super Media kila siku. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye. Mpaka wakati mwingine tena.